أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. يقول مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وأنا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Awali ya yote, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake na ihsani yake. Ameweza kutukusanya sisi wachache kati ya wengi. Tumepata fursa ya kuweza kukusanyika mahala kama hapa. Kuna kundi kubwa la watu waliokuwa wengi ambao Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa fursa hiyo ya kuweza kukutana mahala kama hapa. Kuna baadhi ya watu muda huu tunavyozungumza wapo mahospitalini kwenye ventilator, kwenye ventilation, wapo ICU wamewekewa mipira. Kuna baadhi ya watu tunavyozungumza muda huu baada ya sala ya adhuhuri wanakwenda kuzikwa muda huu. Kuna baadhi ya watu Mwenyezi Mungu amewashughulisha kwa mambo mbalimbali ya kidunia kwa muda huu, wapo kwenye mabiashara, wapo kwenye mambo kadha wa kadha. Kuna baadhi ya watu wapo katika safari muda huu, lakini sisi ambao Mwenyezi Mungu ametupa hii bahati ya kuweza kukaa mahala kama hapa katika jilsa kama hii, ni katika miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa kubwa sana. Na Mwenyezi Mungu anasema: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mkihesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa juu yenu kamwe hamwezi kudhibiti hesabu yake. Miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni kupata taufiki ya kuweza kuja kukaa katika jilsa ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, katika jilsa ya kumtaja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiyo ni katika miongoni mwa neema kubwa sana. Kabla sijatambulisha wageni ambao nimeongozana nao, ukitaka kujua kwamba kukaa katika jilsa kama hii ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni katika miongoni mwa neema kubwa, na tunapaswa tumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja iliwahi kutokea katika mji wa Basra, alionekana mlemavu mmoja ambaye alikuwa hana macho, ma indahu ainani wala rijlani wala yadani.
alionekana mlemavu wa macho ambaye alikuwa hana mikono miwili na wala hana macho mawili na wala alikuwa hana miguu miwili. Katika mji wa Basra, Iraki leo inaitwa, alionekana mlemavu wa aina hiyo ambaye hana mikono miwili, mikono yake miwili yote imekatika, miguu yake miwili yote imekatika, na macho mawili pia hana, ni mlemavu wa macho. Tasawwar au imagine, vuta picha ulemavu wa aina hii. Yule mlemavu alikuwa akitembea mfano wa nyoka anavyotambaa, kwa sababu mikono hana wala hana miguu, anatembea mfano wa nyoka. Lakini ilikuwa sio kutembea, alikuwa ni kama vile anaburuzika, lakini alikuwa pia haoni. Kule kuburuzika kwake pia ilikuwa hajui anaelekea wapi. Mtu mmoja akawa anamuona asubuhi, yule mlemavu akawa anaburuzika, kuna mahala anaelekea, anabimbirika mfano wa nyoka. Akaanza kumfuatilia, huyu mlemavu anakwenda wapi? Yule mlemavu kwa kuwa ile sehemu anayokwenda ilikuwa ameizoea. Mtu akiwa kipofu, kuna baadhi ya maeneo anakuwa ameyazoea, anakuwa anajua hapa sasa naelekea mahala fulani. Kumbe kuna mahala yule mlemavu wa macho alikuwa anakwenda kutoa matongotongo. Asubuhi alikuwa ameamka anakwenda kutoa matongotongo. Sasa anakwendaje kutoa matongotongo hali ya kuwa mikono hana? Yule mtu akawa anamfuatilia, akaenda, kuna kijimto mahala kimepita kidogodogo. Yule mlemavu alipofika pale akawa anaingiza uso wake kwenye kile kijimto, kisha anafikisha macho yake kwenye maji anatoa, anaingiza hivi macho yake kwenye maji anatoa. Ndio alikuwa anatoa matongotongo kwa staili hiyo. Yule bwana akawa anaendelea kumfuatilia yule mlemavu. Mwisho wa siku, baada ya kumaliza haja yake, yule mlemavu akasema alhamdulillah, akasema namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Yule bwana akaanza kujiuliza kwamba huyu bwana anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kipi? Hana mikono miwili, hana miguu miwili, hana macho mawili, anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kipi? Sasa ikamlazimu kumfuata kwenda kumuuliza. Akamwambia, nimekufuatilia kwa muda mrefu sana, lakini nimeshangaa baada ya kumaliza haja zako umemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu niambie ndugu yangu, una jambo gani wewe? Kwa sababu katika neema za mwanadamu ambazo tungesema anapaswa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wewe hauna. Kama ni macho hauna, maanake hata vitu vizuri wewe hauvijui. Kama ni mikono wewe hauna, pengine hata kushika vitu vizuri wewe huwezi. Pengine kama ni miguu hauna, kwa sababu pengine kwenda mahala pazuri wewe huwezi. Kwa kipi wewe unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Yule mlemavu akasema, idh atlaqa liya lisanan yadhkuruhu wa qalbun ya'rifuhu, mimi namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala pale ambapo aliponiachia ulimi wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na moyo wenye kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa vitu hivi viwili basi imetosha mimi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ulimi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na moyo wenye kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukitafakari kisa hiki unaweza ukaona sisi tupo katika neema kubwa kwa kiwango gani, kwamba tumeweza kukaa mahala kama hapa kwa lengo la kumtaja na kumzungumza Allah subhanahu wa ta'ala, kwa lengo la kumzungumza Bwana Mtume Muhammad, lakini kwa lengo la kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika sisi tunapaswa kumshukuru zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mkusanyiko huu ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukhti zangu na mama zangu, kabla sijaingia katika mada husika, nimeongozana katika msafara wangu. Kuliani kwangu nipo na ndugu yangu Abdallah ambaye yeye ni katibu wa taasisi ya Ma'wal Islam Tanga. Kule Tanga kuna taasisi nyingi za Kiislamu, lakini taasisi kubwa zinajulikana, miongoni mwayo ni Shamsul Maarif, miongoni mwayo ni Tamta, miongoni mwayo ni Zahra. Miongoni mwa taasisi hizo kuna Ma'wal Islam. Kwa wale ambao wenyeji wa Tanga watakuwa wanaijua Ma'wal Islam, basi katibu wake mkuu ni ndugu yetu hapa aliyekuwa mkono wangu wa kulia, Sheikh Abdallah. Yeye ndo katibu mkuu wa taasisi ya Ma'wal Islam. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Lakini kushotoni kwangu hapa nimeongozana na naibu rais, naibu shekhe mkuu wa taasisi ya Ma'wal Islam, anaitwa Sheikh Alwi ibn Sheikh Shabani Hariri. Yeye ndio naibu shekhe wa taasisi ya Ma'wal Islam iliyokuwa Tanga, na wao kwa mapenzi yao makubwa wakaniambia kwamba hapana, tuongozane pamoja katika muhadhara huu
na sisi tuwe sehemu katika miongoni mwa watu walioweza kushiriki katika kheri hii kubwa ya kwenda kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia nimeongozana na kijana wetu anaitwa Abubakar ambaye ni wa Darsa TV, ambaye naye tupo katika misafara yetu hii ya kumtangaza Allah subhanahu wa ta'ala, naye Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Wakina mama, dada zangu na mama zangu, nimshukuru kwanza Imam kwa kunipa fursa hii ya kuja katika muhadhara huu. Namshukuru sana kwa imani hii kubwa aliyonipa, lakini pia nimpongeze kwa kazi hii kubwa anayoifanya. Nilipokuwa nimefika hapa, nilikuwa naongea na katibu hapa, nikamwambia nimefanya mihadhara mingi sana, nimetembea mikoa mingi sana, nimetembea nchi nyingi sana, lakini sijapata bahati ya kufanya muhadhara wa kuweza kuzungumza na wakina mama mfano wa hivi nilivyoona hapa leo. Nimestaajabu mpaka macho yangu yakawa yananilenga machozi kwamba msikiti una nishati ya kiwango gani, wakina mama wana nishati ya hali ya juu katika dini yao. Nimestaajabu sana. Nimpongeze imamu kwa kazi hii kubwa anayoifanya. Mimi ni imamu katika msikiti wa Mtambani pale Kinondoni, lakini kazi hii sikuweza kuifanya. Pale kuna wakina mama, lakini hakuna wakina mama waliokuwa wengi kwa kiwango hiki. Hakuna wakina mama wenye nishati ya kupenda dini yao na kutaka kumjua Allah na Bwana Mtume mfano wa hivi. Kwa hiyo nimpongeze imamu kwa kazi hii kubwa na kuweza kuorganize kitu hiki kikubwa, kwa sababu lazima muwe na kanuni ya kuwashukuru wenzenu kwa kazi nzuri wanayoifanya. Kwa hiyo mimi nakupongeza imamu na nakushukuru sana kwa kazi hii kubwa unayoifanya, na Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kila la kheri. Sisi tunaona Mwenyezi Mungu anasema wakule imalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fanya, Mwenyezi Mungu ataona, mtume ataona, na waumini pia wataona. Inawezekana watu binadamu wasione, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaona juhudi yako. Inawezekana pengine wanadamu wasione, lakini mtume anaona juhudi yako. Kwa hiyo kazi hii unayoifanya ni kubwa, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kila la kheri. Lakini pia ni washukuru wakina mama vile vile kwa hudhuri hii, kwa mahudhurio haya makubwa. Kusema ukweli ni jambo kubwa sana, kiasi ambacho mpaka mimi mwenyewe nimehemewa baada ya kuona wingi kama huu, kwa sababu sijapatapo mimi kufanya muhadhara wa kina mama wakiwa katika wingi wa sampuli hii, wakiwa na nishati kubwa ya kiwango hiki. Mwenyezi Mungu atawalipa kila la kheri na ataendelea kuwaongoza katika dini yenu kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Muhadhara wetu tuna lengo la kuelezea maandalizi kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini tukiwa na anwani inayosema tathmini ya Ramadhani iliyopita kuelekea katika Ramadhani ya mwaka huu. Muhadhara wetu utajikita hapo kufanya tathmini katika Ramadhani iliyopita kwa ajili ya kuelekea katika Ramadhani ya mwaka huu, kwa kuwa Ramadhani ya mwaka huu ipo around the corner, ipo karibu sana, imefika. Ndio maana imeandaliwa mihadhara kama hii, kwa sababu ya kutengeneza awareness, kutengeneza utayari wa imani zetu, kutengeneza utayari wa mioyo yetu kwa ajili ya kwenda kuingia katika darsa, kuingia katika chuo cha kwenda kujifunza kitu kinaitwa uchamungu. Kwa hiyo mihadhara hii ina lengo ya kuweza kutuandaa kiimani na kiroho kabla ya kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo mada yetu na anwani yetu itakuwa inasema tathmini ya Ramadhani iliyopita kuelekea katika Ramadhani ya mwaka huu. Lengo letu ni kufanya analysis, kufanya uchambuzi wa kina, kutazama Ramadhani ya mwaka jana imetusaidia kwa kiwango gani kufikia katika daraja ya uchamungu. Ramadhani ya mwaka jana imetusaidia kwa kiwango gani kufikia katika daraja ya uchamungu, na Ramadhani hii ya mwaka huu inayokuja bado siku 7 ama 8 mbele, tumejiandaa vipi kufikia katika hiyo daraja ya uchamungu. Mama zangu wa Kiislamu, mwanadamu anapoishi katika maisha yake ni lazima aishi hali ya kuwa na malengo. Mwanadamu anapoishi katika maisha yake ni lazima aishi hali ya kuwa na malengo.
Inawezekana yakawa ni malengo ya kidunia au inawezekana yakawa ni malengo ya kiakhera. Mwanadamu ambaye anaishi hali ya kuwa hana malengo anakuwa hana tofauti na mnyama. Mbuzi akiamka asubuhi anawaza aende malishoni akale majani, akimaliza arudi alale. Lakini mwanadamu kadri ya anavyoamka asubuhi lazima atakuwa na mipango na mikakati ya malengo, kwamba leo nimeamka pengine nitakwenda kwenye biashara, leo nimeamka nitaandaa wanangu, nitakwenda mahala fulani, nitafanya kitu fulani. Mwanadamu anakuwa na mipango na malengo. Tunatofautiana katika mipango na malengo, lakini taban everybody has own dream. Kila mmoja aliyekuwepo hapa anayo ndoto yake aliyokuwa nayo, anayo mipango yake aliyokuwa nayo. Na mwezi mtukufu wa Ramadhan una malengo yake na una mipango yake. Malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ni lile lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alilosema ndani ya Qur'an, na katika Qur'ani ambayo tumesomewa na ukhti wetu hapa kwamba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ni la'allakum tattaqun. Malengo ni kuweza kufikia kikomo au daraja ya uchamungu, ndiyo malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hiyo kila mwanadamu anaishi aliyakuwa na malengo, lakini malengo ya Allah kuleta mwezi mtukufu wa Ramadhan sio kuja kuwafanya mshinde na njaa, hasha wakalla. Malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhan sio kuja kuwapa adhabu, hapana. Malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuja kuwafanya watu wafikie katika daraja ya uchamungu. Ni nini uchamungu? Ili tuweze kufanya tathmini ya Ramadhani iliyopita kwamba imetusaidia kwa kiwango gani kufikia katika daraja ya uchamungu. Mchamungu huwezi kumjua ndani ya Ramadhani. Mchamungu utamjua baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Narudia tena, mchamungu huwezi kumjua ndani ya Ramadhani. Mchamungu utamjua baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani watu hawatukani, watu hawaibi, watu hawazini, watu hawafanyi dhulma, watu hawakabi watu hawasengenyi, hawasemi urongo. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kila mmoja anakuwa mcha Mungu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa utamjuaje huyu mtu kwamba ameachieve, amesucceed, amefanikiwa kufikia katika daraja ya ucha Mungu? Ni pale unapokuwa umemalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, aliweza kuishi yale maisha aloishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Hapo ndio unapima kiwango cha ucha Mungu. Je, tukijitathmini, mara nyingi mimi huwa ninapenda kuita ni critical self evaluation. Tukijitathmini wenyewe kwa kina, tangu Ramadhani ya mwaka jana ilipoisha, ilipoingia Shawwal tu siku ya Eid, unavyopima mwenyewe katika nafsi yako mpaka kufikia leo, je, uliweza kuyaishi yale maisha uliyokuwa unaishi katika Ramadhani iliyopita? Je, ulikuwa hausemi uongo katika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Je, tabia hiyo uliendelea nayo katika miezi baada ya Ramadhani? Je, pengine ulikuwa unafanya zinaa ndani ya Ramadhani ukaacha? Je, ile tabia ya zinaa umeiacha baada ya Ramadhani kumalizika? Je, pengine ulikuwa we ni dhulma, unadhulumu vitu vya watu? Pengine umekwenda kwenye upatu, umeaminiwa na nini, umedhulumu haki za watu. Ramadhani imefika ukaacha ile tabia. Je, tabia ya dhulma ile umeacha? Ukijitathmini mwenyewe katika nafsi yako, unaweza ukajiona ni kwa kiwango gani umeweza kuachieve lengo la kufikia daraja ya uchamungu. Sasa uchamungu ni nini? Ili tuweze kujitathmini vizuri, kuweza kujua je, tumefikia kwenye kiwango cha uchamungu, ni lazima tuweze kujua uchamungu ni kitu gani. Mwenyezi Mungu aliposema la'allakum tattaqun, lengo la mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuweza kufikia daraja ya uchamungu. Ma hiya taqwa? Uchamungu ni kitu gani? Uchamungu ni kitu gani? Ili tuweze kupima tumeweza kufikia kwenye hiko kiwango au hatukufikia. Sayyiduna Ali karramallahu wajha, siku moja aliwahi kuulizwa mataqwa,
uchamungu ni kitu gani? Aliwahi kuulizwa swali hili, uchamungu ni kitu gani? Sayyiduna Ali akasema, alkhawfu minal jalili, uchamungu ni kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Uchamungu ni kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijiona wewe unamhofia Allah subhanahu wa ta'ala, ujue wewe umefikia kwenye daraja ya uchamungu. Kuna vitu viwili, kuna mtu anaweza kuwa ni mu'min, lakini kuna mtu anaweza akawa ni mu'min lakini asifikie katika daraja ya uchamungu. Lakini aliyekuwa mcha Mungu ana daraja ya kuwa ni mu'min. Na inawezekana mtu akawa ni Muislamu lakini akawa hajafikia katika daraja ya kuwa ni mu'min. Mu'mini ni nani? Mwenyezi Mungu anasema, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Ukitaka kumjua mtu ana imani, ni mu'mini wa kweli, ni yule ambaye anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala moyo wake unaingiwa hofu. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Ukijipima katika nafsi yako, Mwenyezi Mungu anapotajwa unapata hofu kiasi gani kwenye moyo wako? Unapata tabu kwa kiwango gani? Pengine ukisikia Allahu akbar, Allahu akbar, adhana inatoka, unapata tabu kwa kiwango gani kwenye moyo wako Mwenyezi Mungu akitajwa? Ukijiona unapata hofu, ukijiona imani yako inaongezeka, unashtuka, ujue wewe una imani katika nafsi yako. Lakini pia ukijiona una hofu na Allah, kuna jambo la maasi, kuna jambo la kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala linakuja mbele yako, unaliona, lakini ukasema inni akhafu Allah, mimi ninamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ili ujue umefikia katika daraja ya uchamungu. Lakini ukijiona yale maasi unayafanya hali ya kuwa unafurahia na wala hauhofii chochote, ujue wewe hujafikia katika daraja ya uchamungu. Kwa hiyo kipimo cha kwanza cha kuweza kujua je, wewe ni mcha Mungu au sio mcha Mungu, ni pale ambapo hofu yako itakapokuwepo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Ali bin Abi Talib akasema, jambo la kwanza ukitaka kumjua mtu kwamba ni mcha Mungu ni alkhawfu minal jalil, ni kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, waridha bil qalili, ni kuridhika na kile kidogo, kile kichache ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichokukadiria. Je, ukijitazama katika nafsi yako unaridhika na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoileta kwako? Unaridhika na riziki Mwenyezi Mungu aliyokukadiria? Ama cha mwenzio nacho unatamani kiwe cha kwako? Ama cha mwenzio unakifanyia husda? Je, unaridhika na kile Mwenyezi Mungu alichokuwa amekukadiria? Uchamungu ni kuridhika. Kwa hiyo kipimo cha kujipima kama umefikia katika daraja ya uchamungu, je, unaridhika na hali yako uliyokuwa nayo? Niwapeni kisa kidogo. Siku moja iliwahi kutokea, kuna mtu mmoja na rafiki yake walikwenda kutembea mahala katika majumba ya kifahari, yaani mfano wake kama vile watu waende Masaki au Mikocheni kule. Wakapita wakawa wanakwenda kutembea, wanatembea. Wakati wanatembea, mmoja katika wale marafiki akamwambia mwenzie kwamba, hivi tulikuwa wapi wakati wenzetu hawa wanagawa majumba mazuri na Mwenyezi Mungu? Riziki hizi tulikuwa wapi sisi? Majumba ya thamani, maghorofa kama haya ya thamani, tulikuwa wapi sisi? Tumechelewa wapi wakati Mwenyezi Mungu anagawa riziki hizi? Yule mwenzie akamwambia, usiseme hivyo bwana, hebu twende. Akamchukua akampeleka hospitalini, mfano wake watu waende pale Muhimbili. Yule bwana akamchukua akamuingiza ICU au akamuingiza Sewa Haji. Alipomuingiza mule akamuuliza, hivi tulikuwa wapi wakati Mwenyezi Mungu anagaia hawa magonjwa? Tulikuwa wapi wakati Mwenyezi Mungu anawagaia hawa magonjwa? Inawezekana ukamuona mwenzio kule ana majumba, ana mapesa, ana magari, na pengine ukajiona pengine maisha yako ni adhiki, mle wako mmoja pango pakavu tia mchuzi, ukawa huridhiki na hali yako, unatamani vya yule. Lakini inawezekana yule kuna mitihani Mwenyezi Mungu aliyompa ambayo wewe hakukupa. Uchamungu ni kuridhika na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichokukadiria. Ukijiona katika nafsi yako unaridhika na kile ambacho Mwenyezi Mungu anakukadiria, na wala utamani cha mtu, na wala una husda katika kitu alichopewa mtu mwingine na Allah subhanahu wa ta'ala, wewe umefikia katika daraja ya uchamungu. Kwa hiyo sifa ya pili ya kujipima katika uchamungu
ni aridha bilqalil, kuridhika na kile kidogo ulichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuridhika na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sifa ya tatu ya kujipima katika uchamungu, wal amalu bitanzil, kujipima. Je, unaifanyia kazi Qur'ani kwa kiwango gani? Je, unayafanyia kazi maneno ya Allah, maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiwango gani? Ikiwa Qur'ani imekataza zinaa, je, umeweza kuiacha zinaa? Ikiwa Qur'ani imekataza unafiki, imekataza masala ya umbea, ubuyu, kwenda kupeana ubuyu, je, wewe umeweza kuyaacha hayo? Ikiwa umeweza kuyaacha hayo, maana yake umeweza kuifanyia kazi Qur'ani, maana yake wewe umefikia katika daraja ya uchamungu. Lakini sifa ya nne ya mtu kuwa mcha Mungu, wal istidadu li yaumir rahil. Ukijiona katika maisha yako unaishi hapa duniani, lakini siku zote unaiwaza akhera, unawaza kufanya maandalizi kwa ajili ya maisha yako ya kaburini, kwa ajili ya maisha yako ya akhera, ujue wewe una sifa ya kuitwa mcha Mungu. Kwa sababu mcha Mungu anavyoishi katika maisha yake hapa duniani, siku zote anaifikiria akhera yake, siku zote anawaza na anasema kwamba hapa duniani ninapita, lakini kuna maisha ya kaburini ninakwenda huko. Wal istidadu li yaumir rahil, kufanya maandalizi kwa ajili ya ile siku ya kuondoka kwake. Na ukisikia mcha Mungu ni yule ambaye anaanza kulijenga kaburi lake kabla ya kwenda kuingia kwenye kaburi lake. Man bana qabrahu qabla an yadkhulahu, mcha Mungu ni yule ambaye anaanza kutengeneza kaburi lake kabla hajakwenda kuingia kwenye kaburi lake. Yani maana yake anaanza kufanya mambo yaliyokuwa mazuri, kwa sababu anajua siku moja ataondoka hapa duniani na atakwenda katika maisha ya barzakh. Kwa hiyo ukitaka kujipima kiwango chako cha uchamungu, jitazame. Je, unafanya maandalizi ya siku ya kuondoka kwako, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu ipo siku tutarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu anasema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Iogopeni siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mkisharejeshwa kwa Allah, kila nafsi itakwenda kulipwa kwenye kila jambo ambalo amelifanya mwanadamu hapa duniani. Kwa hiyo mcha Mungu ni yule ambaye anafikiria siku ambayo atarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni namna gani amejiandaa kwa ajili ya kwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Dada zangu na mama zangu, katika maisha haya tunayoishi, tutambue na tuelewe ya kwamba ipo siku tutakwenda katika mahakama ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iko siku tutarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tukienda kwenye mahakama ya Allah tutakwenda kuulizwa kwenye kila jambo, tutakwenda kuulizwa kwenye kila jambo, hata kama liwe dogo mfano wa punji ya mchanga, Mwenyezi Mungu atakwenda kutuuliza. Ilipofikia wakati huu, masahaba walikuwa wanapata tabu sana katika nafsi zao. Sayyiduna Umar, ilikuwa ikisomwa ile aya waqifuhum innahum mas'ulun, wasimamisheni hao, hakika leo ni wenye kuulizwa, alikuwa akilia machozi mpaka akianguka chini. Sayyiduna Umar ni katika wale waliobashiriwa pepo na Bwana Mtume Muhammad, lakini ilikuwa ikisomwa aya waqifuhum innahum mas'ulun, wasimamisheni, hakika hao ni wenye kuulizwa, Sayyiduna Umar alikuwa akilia machozi, na alipoulizwa kwa nini analia mpaka anaanguka, anasema naifikiria hiyo siku nitakaporejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha nitakwenda kusimamishwa, kisha nitaanza kuulizwa kwenye kila jambo. Siku hiyo ndo naifikiria mpaka nalia machozi. Sasa ikiwa huyu kabashiriwa pepo, ni mtu wa peponi, anaiwaza siku hiyo, haya mimi na wewe hali yetu itakuwaje? Kwa hiyo kipimo cha uchamungu ni pale ambapo unaanza kufikiria ni namna gani utakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio uchamungu katika mambo haya manne. Tujipime hapo, hofu yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ipoje, kuridhika kwetu na vile ambavyo Mwenyezi Mungu alivyotukadiria, iwe ni mitihani, iwe ni riziki chache, iwe ni jambo, tumeridhika kwa kiwango gani na ugavi wa Allah subhanahu wa ta'ala? Tumejiandaa vipi na safari ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Hapo ndio unajipima uchamungu wako upo katika hali gani. Mwenyezi Mungu ameleta funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lengo lake ni la'allakum tattaqun,
lengo ni kuweza kufikia katika daraja ya uchamungu. Ndiyo malengo ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na wataalamu wanatueleza, wanasema ya kwamba malengo yanapimwa. Malengo yanapimwa. Kuna kitu kinaitwa al-ahdafu dhakia au smart goals. Yani malengo huwa yanapimwa. Yanapimwa kwa namna gani? Malengo yanapimwa hivi: lengo limekuwa ni achievable, umeweza kuachieve. Ikiwa malengo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni uchamungu, je, ukijipima yale malengo yamekuwa ni achievable? Umeweza kuyafikia yale malengo? Lakini je, ukipima mwenyewe katika nafsi yako, ukifanya critical self evaluation, je, ukitazama katika nafsi yako kuna kitu kinaitwa qabil lilqiyas, je, ni measurable? Lengo ukilipima, je, umelifikia? Lengo la uchamungu umelifikia? Ukiona haukulifikia, maana yake Ramadhani ya mwaka jana haikukusaidia kufikia katika daraja ya uchamungu. Kuna mwanamke mmoja alikuwa akiitwa Rabiat al-Adawiya. Rabiat al-Adawiya alikuwa ni mwanamke, aliishi katika nchi ya Basra, Iraq. Aliishi zama moja na al-Imamu Sufyani Thauri. Sikilizeni hiki kisa. Huyu mwanamke alikuwa akiitwa Rabiat al-Adawiya. Alikuwa ni mwanamke mcha Mungu kwelikweli, katika historia inasemekana, na aliishi kwenye zama za mwanawachuoni mkubwa akiitwa al-Imamu Sufyani Thauri. Yule mwanamke alikuwa akiswali kwa siku rakaa 200 za sunna. Rakaa 200 za sunna alikuwa akiswali kwa siku. Rabiat al-Adawiya ilikuwa ikifika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, usiku wake namna alivyokuwa akiuhuisha katika kusimama qiyamul layl, ilikuwa hakuna mfano wake katika mji wa Basra. Ilikuwa hakuna mfano wake. Alikuwa akiswali rakaa 200 za sunna, na tabia hiyo ya kuendelea kusimama qiyamul layl aliendelea nayo hata baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Siku moja al-Imamu Sufyani Thauri alienda akamfuata Rabiat al-Adawiya, akaenda kumuuliza, hebu niambie, nipe uhakika wa imani yako, mbona unafanya ibada sana? Mbona unasimama qiyamul layl mpaka miguu inavimba? Mbona unajitesa sana kwa ajili gani? Hebu nipe uhakika wa imani yako. Al-Imamu Sufyani Thauri anamuuliza yule mwanamke Rabiat al-Adawiya. Pengine al-Imamu Sufyani Thauri alihisi anafanya ibada yule mwanamke, pengine labda anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, au pengine anaogopa moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, au pengine anataka pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana anajitesa kwa qiyamul layli. Rabiat al-Adawiya akamwambia, ma abadtuhu khawfan min narihi wala hubban li jannatihi, mimi sifanye ibada pengine kwa sababu ninaogopa moto, sifanye ibada kwa sababu ninataka pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapana. Rabiat al-Adawiya akasema, abadtuhu hubban wa shauqan ilayhi, mimi ninamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ninampenda. Ukifikia kwenye kiwango cha uchamungu, utakuwa unafanya ibada kwa sababu ya mapenzi yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ukimpenda Allah subhanahu wa ta'ala hautaona dhiki kufanya ibada. Mtu mmoja aliwahi kusema, innal muhibba lilmuhibbi mutii, ukimpenda mtu, yule unayempenda unakuwa mtiifu kwake. Ukishampenda Allah subhanahu wa ta'ala hautaona dhiki kufanya ibada. Ukishampenda Allah subhanahu wa ta'ala hautaona dhiki kusimama qiyamul layli. Ukimpenda Allah subhanahu wa ta'ala hautaona dhiki kutoa sadaka. Ukimpenda Allah subhanahu wa ta'ala hautaona dhiki kukaa katika darasa kama hivi, kwa sababu unampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Innal muhibba lilmuhibbi mutii, ukimpenda mtu unakuwa mtiifu kwake. Tazama leo katika maisha yetu ya kidunia, ukimpenda mme wako sana, basi unakuwa mtiifu sana kwake, na ukimpenda mke wako sana unakuwa mtiifu sana kwake, na the same ukimpenda Allah subhanahu wa ta'ala, kwa vyovyote vile unakuwa mtiifu kwake. Rabiat al-Adawiya kwa sababu alikuwa anampenda Allah subhanahu wa ta'ala, yeye hakuwa anaona dhiki kusimama qiyamul layli kusali rakaa 200 kwa siku. Mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kilikuwa ni kiwango cha uchamungu cha hali ya juu Rabiat al-Adawiya.
na hakuwa ni mwanamke mkubwa sana. Pengine labda tunasema alikuwa mzee, pengine sasa anakaribia kufa, maanake kipimo cha kufa siku hizi inaonekana ni uzee, lakini vijana wanakufa wengi sana. Rabiat al-Adawiya alikuwa akifanya ibada hizi akiwa na miaka 26. Alikuwa ni mwanamke mchanga, miaka 26, lakini alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa akisimama qiyamul layli, mfano wake ilikuwa hakuna katika mji wa Iraq. Kwa nini? Ni kwa sababu alikuwa akimpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Niwaambieni kitu mama zangu na dada zangu, ukifanya ibada kwa sababu ya mapenzi yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hautaona dhiki kwenye ibada. Ukijistiri, ukivaa vizuri, majuba yako vizuri, stara ya mwanamke, hautaona dhiki kwa sababu unafanya kwa ajili ya Allah ametaka ufanye vile. Ya ayuha nabii qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhaina. Mwenyezi Mungu anamwamrisha mtume kwamba waambie wake zako, qul li azwajik, waambie wake zako, wa banatik, na mabinti zako, wa nisa'il mu'minin, na wanawake wengine wa Kiislamu, yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhaina, wafunike shungi zao, wajistiri. Ukimpenda Allah subhanahu wa ta'ala, utajua Mwenyezi Mungu amenijistiri. Utaona dhiki, utaona tabu. Kwa sababu gani? Unajua Allah ninayempenda ametaka mimi nijistiri. Kwa hiyo ukitaka ufikie kwenye kiwango cha ucha Mungu ni kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, hautaona dhiki kwenye maisha yako. Wanawake waliopita walimpenda Allah subhanahu wa ta'ala, hawakuona dhiki na hawakuona tabu yale ambayo walioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na uzuri wa mwanamke, Allah subhanahu wa ta'ala akamwekea condition 4 tu, condition 4 tu kufikia kwenye kiwango cha ucha Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala akamwekea condition 4. Lau kama mwanamke atadumu kwenye condition hizo 4, kafikia kwenye daraja ya ucha Mungu, tofauti na wanaume. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi yake anasema, idha sallat almar'atu khamsaha, mwanamke atakapokuwa ameswali swala zake 5, wasamat shahraha, kisha akafunga funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, akafunga mwezi wake, mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa hafidhat farajaha, akahifadhi tupu yake vizuri, akajistiri, wa ta'at zawjaha, akamtii mume wake vizuri, dakhalatil janna. Mtume anasema mwanamke huyo ataingia peponi. Mambo haya 4 yanampelekea mwanamke kufikia katika daraja ya ucha Mungu: kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kujistiri vizuri, kumtii mume wako, lakini vile vile ukaswali sala zako 5, unafikia kwenye daraja ya ucha Mungu, unaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hawaingii isipokuwa wale ambao waliokuwa wacha Mungu. Pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hawaingii ila wale ambao waliokuwa wacha Mungu. Kwa hiyo mwanamke amewekewa condition chache sana kufikia katika daraja ya ucha Mungu, lakini hawezi kuyafanya hayo. Ni lazima ampende kwanza Allah subhanahu wa ta'ala katika nafsi yake, ndio hataona dhiki kwake yeye kujistiri, kusali, kufunga funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini hataona dhiki kwake yeye kumtii mume wake. Kwa sababu gani? Allah subhanahu wa ta'ala yupo katika nafsi yake. Mama zangu na dada zangu wa Kiislamu, mwezi mtukufu wa Ramadhani upo karibu. Ramadhani iliyopita tukitathmini katika maisha yetu, imetufikisha katika daraja ya uchamungu kwa kiwango gani? Ramadhani iliyopita na haya tunayoyasema, tukijipima kwenye kiwango cha uchamungu, je, tumeachieve au hatukuachieve? Tumefikia malengo, hatukufikia malengo? Swali hili tujiulize. Bali insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Kila mmoja aliyekuwa hapa akijikagua mwenyewe katika nafsi yake anajua, mimi nimefikia katika malengo ya uchamungu na mimi sikufikia katika malengo ya uchamungu. Ikiwa hatukufikia, kwa nini hatukufikia malengo ya uchamungu, hali ya kuwa Mwenyezi Mungu ameleta funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lengo alakum tattaqun, tuweze kufikia katika daraja ya uchamungu? Tujipime katika nafsi zetu.
Sayyiduna Ali ana maneno anasema, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, jipimeni wenyewe katika nafsi zenu kabla hamjakwenda kupimwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, pimeni matendo yenu. Kila mmoja aliyekuwa hapa anayajua matendo yake. Mimi nayajua matendo yangu, wewe unayajua matendo yako. Hebu pima matendo yako. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, yapime matendo yako kabla hajakwenda kupimwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Je, ukiyapima matendo yako unavyojiona, unatosha kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa mfano, sasa hivi itokezee ndio umauti umekufika. Je, unavyojiona wewe ukirejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anaweza kuwa radhi na wewe kwa matendo ambayo unavyojiona uko nayo? Bali insanu ala nafsihi basira, kila mmoja anajijua mwenyewe katika nafsi yake. Itokezee sasa hivi Mtume Muhammad amekuja hapa ghafla, ameingia hapa ndani. Je, unaweza kumpa Mtume simu yako akague? Wakina mama, dada zangu wa Kiislamu, Mtume ameingia ghafla hapa ndani sasa hivi. Je, unaweza kumpa simu yako? Mtume akuombe simu kwamba naomba simu yako nikague, unaweza kumpa? Au utamwambia ngoja kwanza niingie kwenye garali nene nikafute picha, nikafute message za udaku, za umbea, za kusengenya, kuna kimada wangu na chat naye kule na mpango naye fulani fulani? Mtume unaweza kumpa simu yako? Bali insanu ala nafsihi basira, kila mmoja akijikagua katika nafsi yake anajijua kwamba amefikia daraja ya uchamungu au hakufikia. Inawezekana tumefunga Ramadhani nyingi sana. Pengine kuna baadhi ya watu humu Ramadhani ya mwaka huu itakuwa Ramadhani ya 30, wapo humu pengine. Pengine kuna baadhi ya watu humu Ramadhani ya mwaka huu itakuwa Ramadhani ya 20, wengine Ramadhani ya 10, wengine ya 5. Lakini je, Ramadhani zimekusaidia kwa kiwango gani? Ishu sio Ramadhani. Ramadhani zipo na zitaendelea kuwepo. Ishu ni kwamba tumeweza kufikia lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka tufikie. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, pimeni matendo yenu kabla hamjakwenda kupimwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja anajijua hapa funga yake ya mwaka jana imemsaidia kwa kiwango gani. Sasa ipime funga yako kabla haijaenda kupimwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu siku ya kiyama tukienda katika mizani, funga yako itachukuliwa, itawekwa kwenye mizani, itapimwa ile funga yako imekusaidia wewe kwenye uchamungu. Kwa inawezekana funga zikawa zinakuja, Ramadhani zinakuja tunafunga, lakini maskini ya Mungu kumbe hatufikii katika malengo. Ni lazima tujipime wenyewe, Ramadhani zinatusaidia kwa kiwango gani. Kwa hiyo analysis, uchambuzi wa Ramadhani iliyopita kabla Ramadhani ya mwaka huu, tuipimeni Ramadhani ya mwaka jana. Je, kwa miezi hii tulioishi nje Ramadhani tuliishi katika maisha ya uchamungu? Tulifikia katika daraja ya uchamungu? Maisha yetu tunayoishi katika nyumba zetu na familia zetu, mtaani kwetu, katika koo zetu, tunavyojiona, tumefikia kwenye daraja hiyo ya uchamungu? Wanawake waliopita walifanya kazi, walifikia kwenye kiwango cha uchamungu kiasi ambacho Uislamu ukafika hapa leo tunapouona. Wanawake waliopita walifikia kwenye kiwango cha uchamungu, kwenye piki ya hali ya juu, kwenye kilele cha uchamungu, mpaka leo Uislamu unauona hapa, umefikia hapa. Aliyekuwa anapeleka chakula katika pango wakati Mtume amejificha na Abubakar na wanatafutwa na watu wamekimbia katika mji wa Makka, aliyekuwa anajitoa muhanga kupeleka chakula kumpelekea bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na Abubakar katika pango, alikuwa ni mwanamke wa Kiislamu. Alikuwa yupo tayari yeye uhai wake kuweka, manake wangejua makafiri wa Makka kwamba huyu ndio anapeleka chakula kule, manake wangemuua. Na Mtume alikuwa kwenye lockdown, amefungiwa, haitakiwi chakula, na anakimbizwa, anafukuzwa katika mji wa Makka, lakini aliyekuwa anapeleka chakula alikuwa ni mwanamke wa Kiislamu.
Hebu tazama, tasawwur namna gani aliweka, alisacrifice uhai wake. Ni uchamungu wa kiwango gani aliyokuwa nao, mpaka ikafikia mahala akawa anaweza kupeleka chakula kumpelekea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hawa ndio wanawake waliopita walifikia kwenye kiwango hiko, kwamba walikuwa wapo tayari kutoa uhai wao ili Uislamu uweze kupiga hatua. Ndio maana kuna mtu mmoja aliwahi kusema, behind every successful man there is a strong woman. Yani kila mwanaume unayemuona ameendelea, nyuma yake kuna mwanamke jasiri, kuna mwanamke aliyekuwa sawasawa. Ndio maana unamuona mtu ameendelea. Katika dunia hii hakuna mtu aliyeendelea kwenye uchamungu isipokuwa nyuma yake kutakuwa na mwanamke. Hakuna mtu aliyeendelea kiuchumi isipokuwa nyuma yake kuna mwanamke aliyekuwa strong, jasiri, ambaye anaweza kummotivate, anaweza kumencourage yule mwanaume akafikia katika daraja hili alofikia. Iwe ni daraja ya uchamungu, iwe ni daraja vyovyote itakavyokuwa, lakini nyuma ya mwanaume yoyote aliyeendelea, nyuma yake lazima kuwe na mwanamke aliyekuwa mcha Mungu. Leo tunamtaja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuwa ndio mwanadamu aliyefanikiwa katika ulimwengu, lakini nyuma yake kulikuwa na mama Khadija. Lakini tazama uchamungu wa mama Khadija aliyokuwa nao, tazama kilele cha uchamungu cha mama Khadija aliyokuwa nao. Mtume akafanikiwa katika maisha yake kwa sababu alikuwa na mwanamke aliyekuwa mcha Mungu, aliyemwamini Mtume wakati ambao watu wote walikuwa hawamwamini Mtume. Lakini mama Khadija alimuencourage, alimmotivate Mtume. Mtume akaona ulimwengu mzima ni wa kwake kwa sababu ana mwanamke aliyekuwa mcha Mungu. Na dunia ili ibakie salama, na dunia iweze kuwa na maendeleo, ni lazima wapatikane wanawake waliokuwa wacha Mungu. Na dunia ikitaka iharibike, wakosekane wanawake waliokuwa wacha Mungu. Dunia iliyopita walipatikana wanawake wacha Mungu, ndio maana unaona wenzetu waliopita walikuwa watu katika watu, kwa sababu kulikuwa na wanawake waliokuwa wacha Mungu. Niwapeni story fupi tu ndogo ambayo inanihusu mimi. Mimi mama yangu amenizaa, baada ya kufikisha miaka 2 akafariki, mdogo sana akafariki. Lakini kabla ya kufariki, mama yangu alikuwa na ugonjwa wa kensa. Hali yake ilipokuwa mbaya, alinichukua mimi nikiwa mdogo miaka 2, akanipeleka kwa mama yangu wa kambo. Baba yangu alikuwa na wake 2, akanipeleka kwa mama yangu wa kambo. Akamwambia, mke mwenzangu, nimekuja mimi, hali yangu ninavyojiona siwezi kutoboa, mwezi huu sitoboi, lakini mwanangu huyu nakuachia, naomba unilelee huyu mwanangu, utakuja kunikabidhi kesho ya yaumul qiyama. Mama yangu wa kambo akanichukua mimi akanilea mpaka na kuwa mkubwa. Sijui kama yule mimi so mama yangu, sijui. Mpaka na kuwa mkubwa sijui kama yule sio mama yangu, lakini nilikuwa najua yule ndio mama yangu mzazi, na watu wote walikuwa wanajua yule ndio mama yangu. Yule mama yangu wa kambo alizana baba yangu watu 2 wa kiume, mmoja anaitwa Ali, mmoja Ramadhani. Lakini yule mama yangu wa kambo hakuwa anaitwa majina ya wale, alikuwa akiitwa mama Shaabani. Yani mimi ninaitwa Shaabani, mama Shaabani. Watu wengi walikuwa wanajua mimi ni mtoto wake, lakini kumbe sikuwa hivyo. Kila alipokuwa anakwenda alikuwa na mimi. Yani alinipenda mapenzi ambayo yalikuwa hakuna mfano wake. Sikuwahi kuhisi kama huyu sio mama yangu, sikuwahi. Na mpaka siku anaondoka duniani, na yeye akawaambia wale ndugu zangu ambao ni wa baba mmoja na watoto wengine ambao mama yangu akamba alizana baba mwingine, akawaambia, huyu ni ndugu yenu katika nyumba yangu hii ya urithi, huyu naye yupo katika mirathi, huyu ni mwanangu. Sababu mama yake amenikabidhi huyu niende nikampe siku yake, huyu ni ndugu yenu na ni mwanangu na anatakiwa arithi. Tazama kiwango cha wanawake hawa waliopita, imani yao. Je, tukijitazama sisi katika maisha yetu, tunaweza kulea watoto wa wenzetu? Tuna kiwango hiko cha uchamungu? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, tujipimeni wenyewe katika nafsi zetu kabla hatujakwenda kupimwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tukijiona sisi tumefikia katika daraja ya uchamungu, tukijiona bado, maana yake ipo haja ya kuweza kurekebisha, tuweze kufikia katika daraja ya uchamungu. Sababu umma wa Kiislamu hauwezi kusucceed na hauwezi kufanikiwa iwapo watakosekana wanawake waliokuwa wachamungu. Maendeleo ya Uislamu hayawezi kupatikana isipokuwa ndani yake lazima wapatikane wanawake waliokuwa wacha Mungu. Iwe itakavyokuwa,
tuishi tutakavyoishi, tufanye ibada tutakapofanya ibada. Lakini kama wakikosekana wanawake waliokuwa wacha Mungu, dunia hii inakuwa haina maana na jamii imeharibika. Kwa sababu gani? Al-ummu hiya madrasatul ula, mama ndio msingi wa kwanza. Tujitathmini wenyewe katika nafsi zetu. Ramadhani ya mwaka jana imetuachia athari kwa kiwango gani na tumeweza kufikia uchamungu kwa kiwango gani? Mwisho nimalize muhadhara wangu. Ramadhani ya mwaka huu ipo around the corner, imekaribia. Tumejiandaa kwa kiwango gani? Tumejipima katika Ramadhani iliyopita. Kila mmoja aliyekuwa hapa amefanya critical self evaluation katika nafsi yake, ameona wapi amekosea, ameona wapi ameteleza. Na Mtume anasema kullu ibn adam khata'un, kila mwanadamu anakosea. Na tukijipima inawezekana hapa katikati tumekosea sana. Yako baadhi ya mambo tumeteleza kama wanadamu. Mshairi mmoja anasema manil ladhi masaa qat wa manil ladhi lahu alhusna faqat, ni nani ambaye hakosei kati ya sisi? Inawezekana kibinadamu pengine tumeteleza, tumejikwaa, tumekosea. Sasa tuna fursa nyingine inakuja mbele yetu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atubarikie tuifike Ramadhani ya mwaka huu. Tuna fursa ya Ramadhani ya mwaka huu. Tumejiandaa vipi kuweza kuipokea Ramadhani na kuweza kufikia katika daraja ya uchamungu? Ramadhani ya mwaka huu tumejiandaaje? Kujiandaa haina maana kujiandaa na iftari. Hapana, inawezekana pengine mna uwezo wa kula iftari. Lakini tumejiandaa kwa kiwango gani kiimani, kimoyo, kinafsi kwa ajili ya kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani ya mwaka huu ili tuweze kufikia katika daraja ya uchamungu? Kwanza, kabla kudiriki Ramadhani ya mwaka huu, ni vyema katika nafsi yako, kila mtu ambaye unayehisi umemkosea, inakupasa uende ukamwombe radhi. Kabla ya kuingia kwa Ramadhani ya mwaka huu, ukihitaji Ramadhani iweze kukubadilisha, kwanza anza mwenyewe katika nafsi yako kuangalia dosari ziko wapi kabla ya kuingia kwa Ramadhani. Ramadhani iwe ni sababu ya kukupelekea wewe katika uchamungu, lakini tayari kuna baadhi ya mambo umeyarekebisha katika nafsi yako. Wazungu wana methali moja, wanasema changes comes from inside, it's not outside. Mabadiliko ya mwanadamu yanaanzia katika nafsi yake mwenyewe kwanza, kabla ya kwenda nje yake. Kabla ya kuingia ndani ya Ramadhani, kwanza anza kubadilisha mwenyewe mtazamo wako. You have to change your attitude, your mentality. Lazima uwe tayari kuchange mindset yako, mtazamo wako, fikra zako, tabia. Kwa cha kwanza, kama kuna mtu unahisi kwamba huyu nimemkosea, nenda kamuombe radhi. Nenda kamuombe radhi kwamba mimi nimekukosea na kuomba radhi. Muombe radhi ile mtu, uwe radhi naye, uingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa una vinyongo na mtu, una chuki na mtu. Hakuna mtu aliyekukunjia katika nafsi yake. Kama kuna mtu umemdhulumu haki yake, mmecheza upatu, pengine hujalipa, pengine ana haki yake anasononeka, mfuate. Hata kama mwambie bwana, mimi sikupata, lakini Ramadhani inakuja, nahitaji mimi niwe mcha Mungu katika Ramadhani ya mwaka huu. Sina, lakini nikipata nitakurejeshea. Aridhike katika nafsi yake, mfuate, nenda kamuombe radhi. Ndio sifa ya ucha Mungu. Lakini pia inawezekana kuna mtu aliwahi kukukosea. Usiingie katika Ramadhani hali ya kuwa una vinyongo na watu. Pengine baba yako mzazi hausemezani naye, pengine mama yako mzazi unagombana nao, unamuita mchawi. Ndugu yako pengine uongei nao, dada yako, mdogo wako, kaka yako, shangazi yako uongei naye, jirani yako uongei. Usiingie ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa kuna watu umegombana nao, hali ya kuwa kuna baadhi ya watu hutaki kuwasamehe. Tukiingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna dua tunaomba sisi katika kila kipindi cha sala, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tunamuomba Mwenyezi Mungu msamaha, tusamee katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini vipi unahitaji msamaha wa Allah hali ya kuwa kuna mtu amekukosea hutaki kumsamehe? Sifa ya wacha Mungu, walafina anin nas. Wacha Mungu ni wale ambao wana kawaida ya kuwasamehe wenzao. Ni katika miongoni mwa sifa za ucha Mungu. Kwa hiyo hakikisha kwenye nafsi yako hakuna mtu ambaye amekukosea kisha ukawa hujamsamehe. Kama kuna mtu amekukosea, mwambie nimekusamehe fi dunia wal akhirah, ili na wewe uende ukapate msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama una wazazi wawili wako hai na unajua wako hai, baba yako na mama yako, au mama yako yuko hai au baba yako yuko hai,
basi hakikisha hujaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa baba yako na mama yako wako radhi na wewe. Hakikisha hilo, kwamba unaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani baba yako na mama yako wako radhi na wewe. Na kama unaona kuna mahala uliwakwanza, waombe radhi wazee wako. Na pengine inawezekana baba yako na mama yako umewazika, basi usiingie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ila hakikisha kwanza umewakumbuka wazee wako. Yani huwezi kupata msamaha wa Allah, huwezi kufikia katika daraja ya uchamungu hali ya kuwa wazee wako wamekunja, wana kinyongo. Huwezi. Na usija ukasema mimi nishawazika, nishamalizana nao. Hukumalizana bado na wazee wako. Ikiwa wapo kaburini na wewe uwakumbuki, kule kaburini wazee wako wana kinyongo, wamekaa wako hivi. Unaingiaje katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa wazee wako wana kinyongo, wapo kaburini? Kijana mmoja alikwenda kwa Mtume akamwambia, hal baqiya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da mautihima, je, kuna wema wowote naweza kuufanya kwa wazee wangu baada ya kuwa wao wameondoka duniani? Mtume akamwambia, naam, upo wema unaweza kuufanya. Addu'a alayhima, waombee dua wazee wako wawili. Huo wema hautakiwi kuweza kuuacha. Wal istighfaru lahuma, waombee msamaha wazee wako. Vipi wewe unaingia katika Ramadhani, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, hali ya kuwa wewe wazee wako waombee msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Na kaburini kuna maisha, ni maisha barzakh, ni maisha kizuizini. Wazee wetu wanaona, ukimwombea dua mzee wako anajua, mwanangu kaniombea dua leo, mwanangu kaniombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikisha kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wakumbuke wazee wako kwa namna yoyote ile. Wakumbuke wazee wako, iwe ni kwa dua, iwe kuwafuata wazee wangu, kama nimewakosea mnisamehe, waombe radhi. Wewe mwanangu, tuko radhi na wewe. Unaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani una kinyongo na baba yako na mama yako, dua yoyote utakayoiomba itakubalika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo hakikisha haya unayafanya kabla ya kuingia kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini anza kufanya toba kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Weka maazimio katika nafsi yako kwamba naingia katika Ramadhani ya mwaka huu. Pengine inawezekana Ramadhani ya mwaka jana baada ya kumalizika kuna dhambi moja nimefanya, dhambi kadha nimefanya, nimeteleza hivi, nimeteleza hivi. Weka maazimio katika nafsi yako kwamba hautorejea tena kwenye ile dhambi. Ongea na Allah subhanahu wa ta'ala, kaa faragha, kaa mwenyewe, fanya meditation katika nafsi yako. Mwambie Allah, nimefanya dhambi kadha, lakini naweka azma katika nafsi yangu, naingia katika Ramadhani ya mwaka huu iwe ni sababu ya kuacha yale yote nilokuwa nayafanya. Wallahi, ukiweka maazimio hayo katika nafsi yako na kwenye akili yako, Mwenyezi Mungu atakupa taufiki, utakuwa mcha Mungu. Mwenyezi Mungu anasema, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu habadilishi waliokuwa nayo watu katika nafsi zao mpaka wale watu kwanza waamue kubadilika wenyewe. Ikiwa mtaamua kubadilika wenyewe, na Allah subhanahu wa ta'ala atawabadilisha. Ikiwa utaweka maazimio ya kutokurejea katika yale uliokuwa unayafanya, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa taufiki, utafikia katika daraja ya ucha Mungu. Tujiandae kwa Ramadhani ya mwaka huu kwa kuyafanya hayo. Tujiandae kwa Ramadhani ya mwaka huu kujifanyia tathmini wenyewe katika nafsi zetu kwamba je, tumefikia katika daraja ya ucha Mungu au hatukufikia katika daraja ya ucha Mungu. Mwisho nimalize. Ramadhani ya mwaka huu inakuja, ipo karibu, lakini ni vyema kila mwanamama wa Kiislamu akaweka nia, akaweka malengo walau ya kumfuturisha mtu asiyekuwa na uwezo katika Ramadhani ya mwaka huu. Weka maazimio hayo katika nafsi yako. Tunafunga Ramadhani, lakini Ramadhani zetu zina makando kando. Kuna vitu tunafanya kibinadamu. Weka maazimio hayo kwamba mimi Ramadhani ya mwaka huu nimeweka azma ya kumfuturisha mtu fulani ambaye unajua hali yake mbaya. Weka maazimio hayo, na Allah subhanahu wa ta'ala atawapa taufiki inshallah na riziki, mtaweza kuyafanya hayo. Weka maazimio ya kumfuturisha baba yako mzazi, mama yako mzazi. Kwa mama yangu mimi Ramadhani ya mwaka huu nitamfuturisha chungu cha kwanza mpaka cha mwisho. Baba yangu nitamfuturisha chungu cha kwanza mpaka cha mwisho. Weka maazimio hayo. Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kupitia wao pengine funga zetu zikawa na salama.
Kwa hiyo inshallah, kwa haya machache, yako mengi ya kuweza kuzungumza, lakini kwa ajili ya kuchunga muda na kwa ajili ya kutazama lisanul hali, wenyewe wanasema maneno yakiwa mengi huwa yule mpokeaji anakuwa anachoka kuyapokea kwenye akili yake. Ni bora yakawa ni machache ili aweze kuyashika na kuweza kuyafanyia kazi. Na asa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno haya tuliyosema, Allah subhanahu wa ta'ala ajalie iwe ni sababu ya kuongoka kwetu na iwe ni sababu ya kuweza kufikia katika daraja ya ucha Mungu. Inawezekana pengine kuna mahala nimewakosea, nimewakwaza, au kuna lugha nimeitumia ambayo sio rafiki, basi pia nachukua fursa hii kuwaomba radhi. Lakini kikubwa ni washukuru sana, na nimependa sana mkusanyiko wenu, nimependa sana nishati mliokuwa nayo, nimependa mwitikio wenu, nimependa ikhlasi yenu, ucha Mungu wenu, imani yenu mliokuwa nayo. Kwa kweli mmenipa jambo la kwenda kusimulia msikitini kwangu, mmenipa jambo la kwenda story ya kwenda kuisema siku ya Ijumaa, mmenipa msukumo wa kwenda kuwa motivate na kuwa encourage wanawake wa Kinondoni kwamba kuna wanawake wa mfano wa Kubuguruni. Sijui niseme, lakini nimehemewa kwa namna ambavyo mmenifanya nafsi yangu yani nione. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtu atakwenda kuhiji lakini hakumjengea mama yake, si ndio? Je, inakuwaje hali ya kuwa huko mama yake hakumjengea na huko anataka kwenda kuhiji? Swali ndio liko hivi. Je, hapo inakuwaje? Taban hapo kuna haki ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuna haki ya mzazi, na inapokuja haki ya Allah na haki ya mzazi, inayotangulizwa ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna sahaba anaitwa Saad ibn Abi Waqqas ambaye ni ammi yake na Mtume. Alipoingia katika Uislamu, mama yake alikuwa hajaingia katika Uislamu bado, akawa anamwambia rudi katika dini ya kuabudia masanamu. Saad akawa anapata tabu kwamba mama ananiambia nirudi katika dini ya kuabudia masanamu na mimi nimeingia katika Uislamu na mfuata Mtume, itakuwaje? Mama yake na Saad akamwambia, usiporudi katika dini ya kuabudia masanamu, mimi nitakaa na njaa mpaka nife na njaa, alafu wewe utapata aibu kwamba umemuua mama yako na njaa. Saad akawa anapata tabu, huku mama, huku Allah subhanahu wa ta'ala. Je, nifanyeje? Akaenda kwa Mtume. Alipoenda kwa Mtume akamsimulia hii habari, ikashuka aya maalum, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Aya hii ilishuka, sababu nuzuli yake ni Saad ibn Abi Waqqas alipokuwa huku Uislamu, huku kuabudia masanamu. Je, nifuate ipi? Mwenyezi Mungu anasema wakikulazimisha juu ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, usiwatii wazazi wako wawili. Kwa hiyo aya hii haiko mbali inapokuja jambo la haki ya Allah subhanahu wa ta'ala na haki ya mzazi. Je, nimjengee mama au je niende hija? Hii hija ni ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hiyo inatangulizwa zaidi haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko ni haki ya mzazi. Kwa hiyo anaweza kwenda hija kisha akaja akamjengea mzazi, unaweza ukamjengea mzazi kisha ukaacha haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu wa rasulu a'lam. La pili. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu ni kwamba tuko katika makundi yalikuwa tofauti. Kuna Waislamu, kuna waumini na wacha Mungu, na daraja la juu kabisa ni daraja la wacha Mungu. Na katika lengo la funga, lengo lake ni kuwa wacha Mungu. Tumeziona sifa za wacha Mungu. Sasa kama tuko katika chuo kwa ajili ya kujengwa kuwa wacha Mungu, na watu wote tuna struggle katika wakati huo kuwa wacha Mungu, tunajitahidi kuacha kadha wa kadha kwa ajili tu tuweze kuwa wacha Mungu. Lakini sasa tunapoondoka baada ya Ramadhani, yale yote tuliyofanya yote yameondoka, na lengo si kuondoka, bali ni lengo kukaa katika hiyo kilele cha kuwa wacha Mungu. Naomba utupe njia na njama zitakazotusaidia kwa ajili tuweze tu kulimaintain ile lengo la kuwa wacha Mungu, kwa sababu tuko katika chuo ambacho kinatujenga kuwa kufikia katika daraja la wacha Mungu. Asante.
Mashallah, ukhti kauliza swali zuri sana, very strategic question. Ameuliza swali la kimkakati sana na swali zuri sana, kwamba tufanyaje sasa ili tubakie katika tabia zetu zile ambazo tumeishi nazo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwanza, jambo la kwanza ni kupandikiza mapenzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza hilo, hakikisha kwamba unampenda Allah katika nafsi yako. Kama unavyompenda mumeo, unavyompenda mwanao, basi anza kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimpenda Allah, basi utakuwa unaona tabu wewe kumwasi yule ambaye unampenda. Kwa mfano, ukiwa unampenda mume wako, utaona tabu wewe hata kumchiti, unaona haiwezekani sababu unampenda yeye. Na ukimpenda Allah subhanahu wa ta'ala, utaona tabu kumuudhi wewe katika mambo ambayo hayapendi. Kwa jambo la kwanza ni kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Hii itakusaidia sana kubakia katika ucha Mungu. La pili, kinachopelekea wakati mwingine tunashindwa kubakia katika ucha Mungu ni surrounding by negative people, kuzungukwa na watu ambao ni negative. Yani ukitaka ubakie katika ucha Mungu, tafuta marafiki waliokuwa wacha Mungu. Tafuta shoga ambaye ukifika muda wa swala anaweza kukukumbusha, shoga yangu muda wa swala ushafika. Tafuta rafiki ambaye ukimuona, au shoga ambaye ukimuona anakukumbusha Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ukimuona yeye tu unamkumbuka Allah. Usimtafute shoga ambaye ukimuona anakukumbusha kibeni bati, anakukumbusha goma cha Uruguay, kibeseni, kwenda kutunza siyo nini. Tafuta shoga ambaye ukimuona tu unamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Tafuta watu wa aina hiyo wakuzunguke kwenye maisha yako, kwa sababu Waingereza wana methali moja, wanasema show me your friend, I will tell you what kind of person you are. Nionyeshe rafiki yako, nitakwambia wewe ni mtu wa aina gani. Kwa hiyo marafiki wakati mwingine wanachangia kwa kiwango kikubwa wewe uwe ni mtu wa aina gani. Ukiwa na rafiki mlevi, it's obvious kwamba lazima na wewe utakuwa mlevi. Rafiki ambaye ni muongo, mnafiki, kwa vyovyote vile utaadapt tabia zako, kwa sababu muda wote unakuwa unasuhubiana naye. Kwa hiyo tafuta marafiki au mashoga ambao muda wote ukiwaona wanakukumbusha habari za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii itakusaidia kubakia katika ule Mungu ambao umetoka nao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini jambo la tatu na la mwisho, jibidiishe sana kushirikiana na wanawake wenzio katika durusu za Kiislamu kama hizi. Fungamana sana na msikiti, fungamana sana na durusi za wanawake wenzio wa Kiislamu kama hivi. Yani hivi mnapokutana kinapatikana kitu kinaitwa social gathering. Yani jamii ya Kiislamu inakutana mahala pamoja. Mkikutana mahala pamoja, kuna vitu unaathirika automatic. Tofauti kwa unakwenda kwenye mikusanyiko ya ajabu ajabu, kule nako utaathirika na mikusanyiko ile. Kwa hiyo jitahidi sana ufungamane na msikiti. Yani jitahidi mno utaallaq na msikiti. Yani msikiti uwe ndio mahala ambapo wewe umefungamana napo sana. Mtu akikutafuta upo kwenye darasa za wakina mama, amekutafuta umekwenda kwenye ibada, amekutafuta lakini ukosekani kwenye, yani itakuwa inakuchunga ile. Lakini jitahidi sana usiache ibada ya sala. Iwe itakavyokuwa, hakikisha hata baada ya Ramadhani hauachi ibada ya sala. Allah, sala itakusaidia sana. Mwenyezi Mungu anasema inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ukidumu katika ibada ya sala, automatic inakuwa inakukataza baadhi ya maovu na machafu. Kwa mfano, ukiwa unaswali, unaweza ukawa na appointment na mwanaume, umepanga naye mahala, na appointment na mwanaume mahala. Lakini kwa kuwa unaswali, utaona aibu wewe kuongozana naye yule mwanaume. Hata kama utaenda, lakini utaona aibu, utakwenda kujificha. Lakini baadaye ibada ya sala itakuathiri, itafika hatua utakuwa unaona watu hawanioni lakini Allah ananiona. Yani sala itakuwa inakuathiri. Sala ina asili hiyo. Kwa hiyo usiache kutekeleza ibada ya sala, taallaq na msikiti muda mwingi na wanawake wenzio wa Kiislamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani. Swali la mwisho. Sawa. La mwisho na kule, na hilo ni swali la mwisho. Sogea kidogo kidogo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Swali langu liko hivi. Tuko na nyumba ya kupanga na utakuta pengine kuna hitilafu nyingi kati ya wapangaji. Na wewe umo. Na unatafuta ili wewe ukitaka ibada ya funga ili uweze kupata daraja kwa sahihi. Sasa unafanya vipi ili kuondoa tofauti zile kati watu wanayetafuta na unaona? Fanyeje
amefahamika. Amefahamika vizuri. Kama nitakuwa nimemuelewa, ni kwamba tunaishi kwenye majumba ya kupanga, na kama tunavyojua tunakutana watu makabila tofauti, dini tofauti. Kwa hiyo pengine watu wanakwaruzana mule, na wewe unaona lile jambo. Je, ufanyeje katika jambo kama hilo? Na tunaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama sijakosea, umeuliza swali katika mtazamo huo. Na pia unaweza ukaongeza, pengine umegombana na mpangaji mwenzio, ndio mnakaa mahala pamoja na kila siku mnawekeana taarabu na vijembe, wakati mwingine mnawekeana katika nyumba. Je, Ramadhani inakuja, unaweza ukaongeza pia na tufanyeje? Kimsingi ni kwamba jukumu la Muislamu na mtu aliyekuwa mcha Mungu ni kutengeneza islahi baina ya watu. Yaani jitahidi sana, ukiwaona watu wamegombana, kama ni wapangaji wenzio, wewe fanya juhudi ala kulli hali kutengeneza islahi, yani uwapatanishe wale watu. Na unaweza ukamfuata huyu ukaongea naye, ukamfuata huyu ukaongea naye, lengo ni kuwapatanisha. Fanya juhudi. Ikiwa itashindikana, ndio ile aya niliyosema mwanzo wa kule, imalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Mwenyezi Mungu ataona juhudi yako kwamba umefanya lakini limeshindikana. Lakini usiwaone watu wamegombana kisha wewe ukawa una uwezo wa kufanya islahi, kuwapatanisha, ukakaa kimya ukasema achana nao bwana, watajuana wenyewe. Hapana, ucha Mungu hautaki hivyo. Ucha Mungu ni kuwapatanisha watu, kama alivyofanya Bwana Mtume Muhammad. Yale makabila yaliokuwa yanagombana, Mtume alikuwa akiyapatanisha yale makabila, na watu walikuwa wakipendana, wakiungana. Kuna faida na kuna thawabu na kuna fadhila kubwa sana kwenye kuwapatanisha watu waliogombana. Kwa hiyo kabla ya kuingia kwa Ramadhani, kama unaona kuna wapangaji wenzio wamegombana, wewe kama Muislamu, kama ni muumini wa Kiislamu, jukumu lako ni kwenda kuwapatanisha wale. Ukiona imeshindikanika na umeshindwa katika hilo, imeshindikana kupatana, basi Allah atakuwa ameona juhudi yako, lakini tayari ushafanya. Na kama kuna mpangaji mwenzio mmegombana, pengine wewe ulimkosea au alikukosea, usione kwamba mimi nikamuombe radhi yule, mimi hivi. Hapana, wewe mridhishe Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ufanye kwa sababu ya yule. Maana kuna ile hali ya kibinadamu kwamba mimi nikamuombe radhi yule, atanionaje? Najipendekeza, ataniona, atanishusha. Hapana, ufanye kwa ajili ya yule, unafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hata kama amekukosea, wewe muombe radhi. Wewe umenikosea, mimi nimekusamehe. Au wewe ndio umemkosea, muombe radhi. Samahani jirani yangu, samahani ndugu yangu, dada yangu hiari, tumekoseana, muombe radhi. Ima ikiwa yeye atakataa kukusamehe, itabakia yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wewe umemuomba radhi. Kwa sababu gani? Wewe unachokitafuta ni radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali anasema ridhan nas ghayatun la tudrak, kuwaridhisha wanadamu ni lengo ambalo huwezi kulifikia. Kwa hiyo wewe fanya kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na wala sio radhi za wanadamu wenzio. Kwa hiyo fanya kwa juhudi yako, Allah ataona juhudi yako. Pale utakapoishia, Allah ataona. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Wassalamu alaykum. Mimi kwanza nimefurahi sana kusikia jambo kama hilo, kwamba kuna kiwanja kimepatikana na panatakiwa kujengwa. Mimi nawatakia kila la kheri kwanza, lakini wallahi niwaambieni wakina mama, kama mtafanikiwa kujenga kituo chenu, mtakuwa mmeacha athari iliyokuwa kubwa, ambayo mtakumbukwa ila kiyama saa. Mtakumbukwa mpaka kiyama kinasimama, mtaendelea kukumbukwa, kwa sababu jambo hilo ni kubwa na halina mfano wake. Kila mmoja aliyekuwa hapa anajua nani kaona kuna kituo cha markazi ya wanawake Dar es Salaam hii. Wapi umeona? Mimi nastaajabu hapa kuyasikia haya kwamba kuna eneo limepatikana panajengwa kituo cha wakina mama kusoma, markazi kama hiyo ya dini. Ni athari kubwa kwa kiwango gani mtakayokuwa mmeiacha. Kwa hiyo kila mmoja mwenyewe katika nafsi yake alione hilo namna gani ya kuweza kuchangia, na mimi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala nitawachangieni 100,000 inshallah. Mimi nitawachangieni 100,000 katika kuliunga mkono hilo, nitawachangieni 100,000, lakini kila mmoja aweke. Mimi naweka, najua hiyo ni athari naiweka. Nyinyi mkisoma pale, mabinti zenu watakuja watasoma, najua umma utapata izza, utapata nguvu kwa ajili yenu. Umma utapata izza
kwa ajili yenu. Yaani kuwa na kituo kama hiki, wallahi mimi natembea kufanya mihadhara sehemu nyingi, sijaona markazi ya Kiislamu au kituo cha Kiislamu cha wakina mama, au sijaona. Ndo nafikia hapa. Kama kuna jambo la kuweza kumtia moyo shekhe, basi ni hili. Madarisi zipo nyingi, lakini mchanganyiko watu wa kiume, lakini kuwa na kituo kama hiki, kuwa na sehemu kama ipatikana, watu wafanya juhudi patikana kiwanja, ni kujenga sasa. Basi kama kuna juhudi atakiwa watu waweze kuifanya ni hiyo. Kwa hiyo hakuna watu wengine wa kuweza kufanya, kwanza tunaanza sisi wenyewe. Waingereza wanasema charity begins at home. Sadaka huwa inaanzia nyumbani kwanza. Kwa hiyo sisi wenyewe kwanza tutoe, tuchangie sisi wenyewe kuwekeza kwenye hili jambo, kuwezesha jambo kama hili, mabinti zetu wanawake wa Kiislamu waweze kupata elimu ya dini. Inawezekana ikawa sio wewe, lakini kuna binti wa Kiislamu atasoma pale. Yule binti naye atakwenda kumsomesha mwenzie, ni sadaka tinjaria, ni sadaka umeiacha yenye kuendelea. Kuna mabinti wangapi leo wameharibika Buguruni? Nyinyi mashahidi. Buguruni hivyo haribika hii. Kuna mabinti wangapi wa Kiislamu wameharibika? Je, mkienda mkijenga kitu kama hiko, wakanusurika vijana mabinti wa kike wakaijua dini yao, uone kama kuna fadhila na sadaka kubwa umeweza kuitoa. Kila mmoja anajua ukitembea usiku Buguruni hapa natisha. Hali ilivyokuwa mbaya, tembea Vingunguti ukaone mabinti wa Kiislamu hali ilivyokuwa mbaya. Leo tukiweza kujenga kama hapo wakasoma mabinti wa Kiislamu, ni fadhila kwa kiwango gani? Kwa hiyo tuchangie sadaka zetu, tuweke humo, lakini pia nitoe wito kwa wale ambao wana wadau ama kuna watu ambao wanaweza kushiriki katika kheri hii, kujenga kituo kama hiki cha mabinti wa Kiislamu, wanawake wa Kiislamu wakawa wanasoma, kwa sababu wanawake tofauti na wanaume. Wanawake lazima wapate sehemu yao ya faragha ya kusoma, sehemu ambao wanaweza wakawa wenyewe, wanaweza wakajiachia. Ni kitu cha kuweza kusapotiwa hiki. Kwa hiyo kuna watu wana uwezo, Sheikh, kuna watu wanafadhili mipira, kuna watu wanafadhili mambo ya ajabu ajabu, itakuwa jambo kama hili. Sasa kuna watu hapa, mtu anakwenda kumtunza shoga yake kabati la 500,000, kuna mtu anamtunza shoga yake milioni, itakuwa kwenda kuchangia jambo kama hili. Kwa kila mmoja atakiwa aweze kuchangia, naona umuhimu wa jambo kama hili. Kwa hiyo mimi nitawachangieni 100,000 inshallah, lakini pia namuahidi shekhe, pengine tutakwenda kuongea na wadau wengine ambao wanaweza wakashiriki katika kheri kama hii. Tutawaambia, na kwa sababu kuna media hapa, na nitaomba klipu hii ikatwe ili tuweze kuwapelekea watu wa media, na muachukue hao wakina mama ili waweze kuona kwamba hao wanahitaji eneo la kusomea, kiwanja nacho, lakini wanahitaji kujengewa pale. Kwa nguvu yao inahitajika. Kama kuna watu wa kutiwa nguvu, basi watiwe nguvu hao wakina mama waweze kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kipande hiki kikatwe, tuwapelekee watu ambao wana uwezo, na wajua watu ambao ni matajiri, watu ambao wana uwezo wa kuyafanya haya na wanaweza wakajenga, Sheikh, wanaweza wakajenga. Kwa hiyo klipu hii itakatwa, tutawapelekea watu ambao wana uwezo, tutawapelekea taarifa, na inshallah kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa baraka ya mwezi mtukufu Ramadhani unaokuja, ile sehemu itajengwa inshallah, na tutalibeba hili tuishia watu inshallah. Tuendelee kuomba dua, Allah subhanahu wa ta'ala atiwe pesi, pale patajengwa inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, viongozi wetu wa nchi, viongozi wetu wa kiserikali, viongozi wetu wa dini, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine wa kiserikali ambao mnatusikia. Hawa ni wakina mama wa Kiislamu ambao wapo katika maeneo haya Buguruni na wanafanya kazi kubwa ya kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wamejitolea, wamefanya kazi kubwa, wamepambana, wamepata kiwanja kwa ajili ya kujenga eneo la kusoma mabinti zao wa Kiislamu. Limetengwa eneo hilo maalum kwa ajili ya mabinti wa Kiislamu waweze kusoma dini yao. Eneo hili tunajua kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili, lakini wameamua kulifanya hili kwa lengo la kutaka kuendeleza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunawaomba tuweze kuwasaidia hawa, eneo hilo liweze kujengwa. Kiwanja wanacho, lakini sasa wanapambana ili paweze kujengwa. Kwa hiyo tunawaomba yule mtu ambaye ana uwezo, yule mtu ambaye anaweza akashiriki kwa namna moja ama nyingine, watu tunaomba aweze kufika katika eneo hili kwa ajili ya kuwasaidia ujenzi wa eneo lao hilo, ipatikane madrasa, ipatikane markazi ambayo wanaweza wakasoma mabinti wa Kiislamu na wakina mama wa Kiislamu. Na tunajua mama yetu Samia Suluhu Hassan, wewe ni mpenzi wa mambo haya, wewe ni mtu wa heri, ni mtu mwema. Tunakuomba pia katika hili uweze kuwatuma wasaidizi wako kuweza kufika mahala kama hapa na kuweza kuona namna gani unaweza kuwasaidia wakina mama kama hawa. Kwa hiyo ninasema haya, mimi ni Imam Shaaban Saleh Pembe, ni imamu wa msikiti wa Mtambani. Nimeyasema haya kwa mapenzi makubwa na namna ambavyo nimeona mwitikio wao na namna ambavyo nimeona
namna gani wanapenda dini yao, kusoma dini yao, lakini pia na taasisi mbalimbali za dini, watu ambao wanaweza kutoa misaada ndani ya nchi na nje ya nchi. Pia tunawakaribisha tuweze kuwasaidia mama zetu hawa wa Kiislamu inshallah, na Allah subhanahu wa ta'ala atakulipeni kila la kheri, na wala hamtutupa, mtakuwa mmewekeza. Na waombeni sana Allah tuwegezeni katika kheri hii, tuweze kuokoa jamii hii ya wakina mama, jamii hii ya wakina mama wa Kiislamu ambao wanahitaji eneo la kusomea inshallah. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.